Ni hali ya huzuni, majonzi na simanzi katika taifa la Kenya baada ya kifo kuweza kubisha na kuweza kumchukua mtu huyu ambaye Wakenya wengi wanazidi kumwomboleza. Wakenya wengi wanazidi kububujikwa na machozi, wasiamini kwamba wameweza kumpoteza mpendwa wao. Na vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu tuweze kuwapakulia habari kuhusiana na kifo kuweza kumnyakua mtu huyu na kuacha Wakenya wengi wakiwa hawana la kusema. Basi tunakudondokwa na machozi na kububujikwa na machozi wakiwa wanaomboleza, na Wakenya wengi wameweza kwenda pale kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kutoa huzuni zao na kuweza kutoa risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki ya mtu huyu mashuhuri ambaye ameweza kuiaga dunia. Na vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu tuweze kuwapakulia habari kuhusiana na kifo ambacho kimewatikisa Wakenya. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, hakikisha tu kwamba unaweza kubonyeza kidude cha subscription button na kisha uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa napoachilia kazi kama hizi sawia na hizi na zingine zaidi, basi unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kupata kujua ni nini ambacho kinaweza kuendelea. Na tunaona kwamba Wakenya wanazidi kuomboleza baada ya kuweza kumpoteza mpendwa wao, baada ya kuweza kumpoteza mpendwa wao kutoka katika jamii ya Akikuyu, na basi wakaweza kwenda pale kwenye mitandao ya kijamii kuweza kutoa hisia zao za huzuni na hata kuweza kutuma risala za rambirambi kwa jamaa pamoja na marafiki. Na tunaona kwamba Karangu Muraya ambaye ni mwanamuziki wa nyimbo za injili za Kikuyu, ambaye pia ni influencer na philanthropist, ameweza kukumbwa na huzuni, ameweza kugubikwa na huzuni baada ya kuweza kumpoteza mtu huyu wa ukaribu kwake na kuacha wengi wa Wakenya wakiwa pia wanaomboleza na kusimama naye wakati huu mgumu. Karangu Muraya aliweza kupost pale kwenye akaunti yake ya Facebook baada tu ya kuweza kumpoteza ndugu yake mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Joshua Muraya Kagema, na hivi ndivyo aliweza kuandika pale kwenye mtandao ama page yake ya Facebook: Dear bro Joshua Muraya Kagema, you have gone too soon. You promised not to disappoint me, but you have done it bro. I remember your last word. Karangu witu ngai akuokengere nyingi. Ameandika kwa Kikuyu: I don't know what to do now. I don't know what to tell mom. Dear Lord, this is too much for me. Kwa hivyo haya ni matamshi ya Karangu Muraya ambaye aliweza kuandika pale kwenye Facebook yake, na akawa anaweza kumwombeleza ndugu yake ama kakake mdogo, na akawa tu na hali ya huzuni akisema kwamba hajui ni kipi ambacho ataweza kumwambia mama yao, bali tu kwani hajui ni nini ataweza kukifanya, hajui ni wapi ataweza kuanzia baada ya ndugu yake kuweza kuiaga dunia. Na basi ni jambo ambalo limezidi kutikisa wengi wa Wakenya, na ni jambo ambalo limewafanya wengi wa Wakenya kuweza kusimama na Karangu Muraya na kuweza kuomboleza pamoja kwa kuweza kumpoteza kakake mdogo ambaye amekuwa hospitalini, lakini kufikia sasa ameweza kuiaga dunia. Na tunaona kwamba siku mbili zilizopita Karangu Muraya alikuwa ameposti tena pale kwenye Facebook page yake na kuweza kusema hivi: Dear friends, for the last 3 weeks my younger brother Joshua Muraya Kagema has been unwell and admitted. Please pray for him, and we are confident that Jehovah Rapha will stretch his able hand upon him and he will be okay. God bless you all for your concern. Hivi ndivyo Karangu Muraya aliweza kusema, akiwaomba Wakenya waweze kusimama naye kwa maombi wakati tu ambapo ndugu yake alikuwa pale hospitalini, na alikuwa ameeleza akisema kwamba ndugu yake alikuwa amekuwa admitted pale for 3 weeks, na kwa hivyo akawa tu anataka Wakenya waweze kumwombea. Lakini hii leo ujumbe ambao aliweza kupost ni wa huzuni sana, ni ujumbe mzito sana, kwani ndugu yake ambaye alikuwa anataka Wakenya waweze kumwombea alikuwa ameweza kuikata roho na kuaga dunia.
Na basi wengi wa Kenya waliweza kuenda pale kwenye comment section na wakaweza kutoa risala zao za rambirambi, wakaweza kutoa hisia zao, wakaweza kuomboleza pamoja na Karagu Muraya, na nitakuwa tunazipitia baadhi ya comments ambazo watu waliweza kusema pale, na wengi tu tunamfahamu Karagu Muraya kwa kazi zile ambazo yeye hufanya kazi za kuweza hata kusaidia jamii, kuweza kusaidia community na kuweza kusimama na watu tofauti tofauti ambao labda wanakumbana na changamoto pale kwenye maisha, na kwa hivyo ni mtu ambaye ameweza kuwasaidia watu wengi, na ndiposa Wakenya pia wakaweza kumiminika pale kwenye comment section, ndiposa Wakenya pia wakaweza kujitokeza na kuweza kumpa pole kwa kuweza kumpoteza ndugu ama kakake ambaye ni mdogo aliyefahamika kama Joshua Muraya Kagema. Na wacha tuweze kuangalia kwenye comment section tuweze kujua Wakenya waliweza kusema nini na waliweza kutoa hisia zipi kuhusiana na kifo cha kakake Karagu Muraya. Na tunaona kwamba kuna huyu ambaye anasema so sad, my condolences to you and your family. Alafu kuna mwingine anasema kwamba Jesus no, why Lord. Alafu kuna mwingine anasema guy what, pole sana kwa Muraya family. Alafu kuna wengine tu wanaweka pale emoji za kuweza kuhuzunika, kuomboleza, kulia. Alafu kuna mwingine anasema guy what has happened. Mwingine anasema oi hugs, poleni sana. Kuna tu wale ambao wanazidi kushtuka, hawaamini kwamba ndugu yake ameweza kuiaga dunia, lakini hivyo ndio hali kufikia sasa, na hivyo ndio labda tu tuweze kuamini, kwa sababu wanasema kwamba yakimwagika hayazoleki, tayari amekwisha kata roho, na lazima tu tuweze kukubali na kuweza kumtakia aweze kusafiri salama. Na pia kuna mwingine anauliza kwamba is this true, na pia kuna mwingine anasema so sorry, may he rest in perfect peace. Alafu kuna mwingine anasema oh no guy, sorry for the loss. Kuna mwingine anasema my condolences to the family. Kuna mwingine anasema woi Kagema. Aya, kuna mwingine anasema oh no it is so sad, go well Kagema. Alafu kuna pia mwingine anasema what, woi this is so sad. Na utapata kwamba watu wanaweza tu kumiminika, wanaendelea kutoa pale pole zao, wanaendelea kutoa hisia zao kuhusiana na kifo hiki kuweza kumchukua Joshua ambaye ni kakake Muraya Karangu. Na tuweze tu kuangalia comments za mwisho hapo. Kuna huyo ambaye anasema pole sana, may his soul rest in peace. Alafu mwingine anasema oh no why Kagema. Mwingine anasema pole sana woi Kagema. Alafu anasema Karagu Muraya haki, pole bro. Na kwa hivyo utapata kwamba comments ni mingi sana, watu wanazidi kuomboleza, watu wanazidi kusimama na Karagu Muraya, na wanaweza tu kumtakia kakake ambaye ameweza kuiaga dunia aweze kusafiri salama. Na maoni yako ni yepi kuhusiana na jambo hili ama kifo hiki ambacho kimeweza kupata familia ya Muraya pale? Na nitakuwa tunakupa habari kuhusiana na kila ambacho kinaweza kufanyika na kila ambacho kinazidi kutokea pia kutoka kona zote ama pembe zote za nchi hii ya Kenya, na pia habari zote ulimwenguni. Na kama hujasubscribe, hakikisha tu kwamba unaweza kusubscribe. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran.